Ndugu zangu, watu wa Mungu, wa kike na wa kiume, nami ni ndugu yenu wa kike Tusubisigwe Lwitiko Mtafya toka Ihanda Mbozi Songwe. Nimekuja tena kwa siku hii ambayo ni mpya toka utotoni mwangu, sijawahi ifika. Ameruhusu nifikie. Nianzie kwako mama askofu, unayeitwa mama askofu. Hilo jina sio jina la kwako, ni jina la cheo cha mmeo alichopewa na wanadamu. Wewe ni mtu wa Mungu, ni mwanafunzi wa Yesu wa Agano Jipya alilolifanya yeye pale msalabani. Nije kwako mama mchungaji, unayeitwa mama mchungaji. Hilo jina sio jina la kwako, hilo jina ni la cheo alichopewa mmeo, amepewa na wanadamu. Wewe ni mtu wa Mungu, tena ni mwanafunzi wa Yesu wa Agano Jipya. Unisikilize sana, unisikilize sana. Wewe ni mwanafunzi wa Yesu wa Agano Jipya alilolifanya pale msalabani. Kama ni mwanafunzi wa Yesu, unapaswa kuyafanya yote aliyokuwa anayafanya mwanafunzi wa Yafa, huyo Dorcas. Nisikie sana, wewe ni mwanafunzi wa Yesu, unayafanya yote aliyokuwa anayafanya mwanafunzi wa Yafa, Dorcas. Nisikie, achana na majina hayo, kuitwa mimi ni mama askofu, mimi ni mama mchungaji. Hayo sio majina ya kwako. Wewe ni mtu wa Mungu, tena ni mwanafunzi wa Yesu wa Agano Jipya alilolifanya pale msalabani. Nisikie sana mama mchungaji na mama askofu, ninyi ni wanafunzi wa Yesu wa Agano Jipya alilolifanya pale msalabani. Ninyi munapaswa kuyafanya yote aliyokuwa anayafanya Dorcas, mwanafunzi wa Yafa. Munisikilize sana, wewe kama wewe. Tena katika vipindi vyangu nimesema kwamba Mungu hakuumba dini, Mungu hakuumba dhehebu. Mungu alikuumba wewe, mtu wake wa kike. Unayafanya yote ambayo mwanafunzi wa Yafa alikuwa anayafanya. Uyasome hicho kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 9, anzia mstari wa kwanza, usome yote hadi 43. Unayoyasoma hapo, ukiyakuta yale ambayo Dorcas alikuwa anayafanya, unayafanya yote. Unayafanya yote yale ambayo Dorcas mwanafunzi wa Yafa aliyokuwa anayafanya, utayakuta hapo. Soma wewe kama wewe ni mwanafunzi wa Yesu, unapaswa kuyasoma yote hayo. Nisikie, maana katika vipindi vyangu nimefundisha kwamba unayasoma yote. Vitabu ninavyovisoma unavisoma. Na wewe sasa, achana na umama askofu, achana na umama mchungaji. Hapana, wewe ni mwanafunzi wa Yesu wa kike. Wewe ni mwanafunzi wa Yesu kama vile mwanafunzi wa Yafa Dorcas. Unayafanya yote aliyokuwa anayafanya Dorcas. Unanisikia? Ubahatike wewe ambaye pia unaitwa mama askofu, mama mchungaji. Ondokana nayo. Hayo ni ya vyeo walivyopewa waume zenu, maaskofu na wachungaji.
wamepewa, hayo ni majina ya vyeo vyao walivyopewa na wanadamu. Wewe ni mwanafunzi wa Yesu wa Agano Jipya aliyolifanya pale msalabani. Mungu akusaidie. Mungu akusaidie. Soma sana Matendo ya Mitume sura ya 9 anzia mstari wa kwanza hadi mstari 43. Soma. Unayoyasoma hapo utayakuta yale ambayo Dorcas alikuwa anayafanya. Unayafanya na wewe tena, unayafanya yote. Mwanafunzi wa Yesu. Wewe ni mwanafunzi wa Yesu. Nimesema hebu usome Injili ya Luka sura ya 19. Usome mistari miwili wa 39 na wa 40. Unaposoma hapo utakuta hapo ngoja nikwambie sasa. Siku moja Yesu alivyokuwa katika mteremko wa mlima wa Mizeituni, wanafunzi kundi zima walikuwa wakimsifu Mungu. Lakini pale alikuwapo na Farisayo aliyokuwepo katika huo mkutano. Alimwambia Yesu akasema, Mwalimu, uwakanye wanafunzi wako. Yesu akasema, nawaambia ninyi, hawa wakinyamaza mawe yatapiga kelele. Sasa pale hapakuwepo na mwanafunzi mama askofu. Sasa pale hapakuwepo na mwanafunzi mama mchungaji. Sasa pale hapakuwepo mwenye dhehebu, hapakuwepo Mpentekoste holinesi, hapakuwepo huyo msabato, hapakuwepo mashahidi wa Yehova, hapakuwepo Moraviani. Wote walikuwa na jina moja, wanafunzi wa Yesu. Unipate hapo. Wewe ni mwanafunzi wa Yesu, unapaswa kuyafanya yote aliyokuwa akiyafanya Dorcas, mwanafunzi wa Yafa. Nimekwambia usome Matendo ya Mitume sura ya 9 uanzie mstari wa kwanza. Usome yote mpaka 43. Unayoyasoma unayafanya yote aliyokuwa akiyafanya Dorcas. Mungu akusaidie. Wewe kama wewe, achana kusema sisi. Wewe kama wewe. Nimefundisha katika vipindi vyangu kwamba usiseme sisi. Mungu alikuumba wewe kama wewe. Tena nimesema achana na kusema kwamba dhehebu letu. Mungu hakuumba dhehebu. Mungu hakuumba dini, ila alikuumba wewe mtu wake ili uweze kufanya anayotaka uyafanye. Sasa wewe ni mwanafunzi wa Yesu, unayafanya yote aliyokuwa anayafanya mwanafunzi wa Yafa. Wewe ni mke, wewe ni mwanamke. Mungu wote watumishi wake wa kike na wa kiume wanapaswa kumtumikia Mungu kwa kuyafanya yote yaliyoandikwa katika vitabu vya Agano Jipya tu. Unipate hapo, mwanafunzi wa Yesu. Unayafanya yote. Kuto kuyafanya yote uko ni kupotea, ni kupenda giza kuliko nuru. Na Yesu ndo nuru iliyokuja ulimwenguni. Mungu akusaidie, mwanafunzi wa Yesu wa Agano Jipya. Atukuzwe huyu Mungu mwenye matendo ya ajabu. Atukuzwe huyu Mwokozi
wa wenye mwili wote, wa kike na wa kiume. Yafanya yote, achana na hayo majina ya vyeo walivyopewa waume zenu. Ninyi ni wana wa Mungu, ni watu wa Mungu wa kike, mnaopaswa kumtumikia Mungu kama anavyotaka. Yale yaliyoandikwa katika kitabu cha Matendo ya Mitume 9, unayefanya yote aliyokuwa anayafanya Dorikasi. Kuto kuyafanya yote huko ni kupotea, ni kupenda giza kuliko nuru. Kuto kuyafanya yote. Maana ndugu zangu wa kike na wa kiume, nimesema kwamba ile Ufunuo 22 ule mstari wa 18 na wa 19, nimefundisha kwamba unausoma uelewe. Kuyaongeza ni kufanyaje, kuondoa lolote ni kufanyaje. Kuyaongeza ni kuyafanya yasiyoandikwa katika vitabu vya Agano Jipya. Kuondoa lolote ni kuto kulifanya lolote lililoandikwa katika kitabu chochote cha Agano Jipya. Hapo ndio Mungu anakuondolea sehemu yako katika mti wa uzima na katika ule mji mtakatifu ambao habari zake zimeandikwa humo. Nisikie mtu wa Mungu, nisikie, unapaswa kumtumikia Mungu peke yake. Huyo ndiye aliyekuumba. Huyo ndiye aliyekuumba. Hakusaidiwa kwa kukuumba wewe. Alikuumba peke yake. Huyo anastahili umwabudu peke yake, umtumikie peke yake. Utumishi wa kumtumikia Mungu ni kuyafanya yote maneno yaliyoandikwa katika. Hayo ni maneno ya Yesu. Hayo ni amri za Yesu. Hayo ni sauti ya Yesu. Hayo ni unabii wake Yesu aliye kitabu. Nisikie mtu wa Mungu wa kike, mwanafunzi wa Yesu. Mungu akusaidie. Wewe ni mtu wake, unapaswa kumtumikia kwa vile umeujua utumishi wa kumtumikia Mungu, kwamba ni kuyafanya yote maneno ya Yesu yaliyoandikwa katika vitabu vya Agano Jipya tu. Kuyafanya yote huko ndio kumpenda Yesu, hata naye akupende na kujidhihirisha kwako. Kuyafanya yote huko ndio kumwamini mwana, hata usipotee bali uwe na uzima wa milele. Nisikie mtumishi wa Mungu wa kike, huo ndio utumishi. Ndio utumishi wa kumtumikia Mungu, kuyafanya yote maneno yaliyoandikwa katika vitabu vya Agano Jipya. Mungu akusaidie, usidanganywe. Usidanganywe kuyafanya yasiyoandikwa humo, ndipo unapoongezewa mapigo. Nikwambie, unayetoa fungu la 10 na malimbuko, Mungu amekuongezea mapigo, kwa sababu hayo hayajaandikwa katika vitabu vya Agano Jipya. Nikwambie, wewe ambaye huwapi watu vitu, Mungu amekuondolea sehemu yako katika mti wa uzima na katika ule mji mtakatifu. Kwa sababu hiyo umevunja amri yake Yesu, kuto kuwapa watu vitu kama ilivyoandikwa, kama Yesu anavyosema, wapeni watu vitu. Kama huwapi watu vitu, huisikii sauti ya mwana wa Mungu, ni mfu hapo ulipo. Watu wa Mungu, kama Mungu kutumia kinywa changu, amekutumia kukuonya wewe mtu wake, kwamba ujue kumtumikia Mungu kwamba kukoje. Ni kuyafanya yote maneno ya Yesu yaliyoanzia Mathayo hadi Ufunuo. Kuyafanya yasiyoandikwa huko ni kuyaongeza na kuongezewa mapigo. Kuto kulifanya lolote lililoandikwa katika kitabu chochote cha Agano Jipya, kuto kulifanya ni kuliondoa, na Mungu kukuondolea sehemu yako katika mti wa uzima na katika ule mji mtakatifu. Nimekuambia kwamba mti wa uzima ni Yesu. Haleluya! Nafurahi sana kwa wakati wa Mungu. Nafurahi sana kwa muda wa Mungu, maana mida yote ni ya kwake. Haleluya! Ainuliwe huyu aliyeniumba.
aliniumba, hakusaidiwa kwa kuniumba mimi. Aliniumba. Alijua na siku hii ya leo kwamba atakitumia kinywa changu kama anavyotaka, asionekane wa kupinga. Hayupo. Wewe ambaye unapinga, umeshindwa. Umeshindwa na ushindwe utokomee. Mungu akitaka kuwaokoa watu wake aliojiumbia, usionekane wewe unayepinga. Umeshindwa. Umeshindwa na ulegee. Maana wakati wa Mungu, nyakati zote ni za Mungu. Wewe mtu wa Mungu. Wewe askofu, achana na jina hilo kuitwa askofu. Wewe ni mwanafunzi wa Yesu wa kiume. Unapaswa kusoma hiyo Matendo ya Mitume 9, uanzie mstari wa kwanza hadi wa mwisho 43. Ukiyakuta yale ambayo Petro alikuwa anayafanya, unayafanya yote. Wewe ni mwanafunzi wa Yesu wa Agano Jipya, alilifanya pale msalabani. Maana Yesu ndiye aliyelifanya Agano Jipya na kulifanya lile la kwanza kuwa kukuu. Wewe ni mwanafunzi wa Yesu, unayafanya yote. Mwanafunzi wa kiume, unayafanya yote maneno yaliyoandikwa katika kitabu cha Matendo ya Mitume 9. Usome yote mpaka 43. Soma, ukiyakuta yale ambayo Petro alikuwa anayafanya, unayafanya yote vile vile kama yalivyoandikwa. Unayafanya yote. Maana huko kuyafanya yote, huko ndio kutii. Kuyafanya yote ndio kumpenda Yesu, hata naye akupende, ajidhihirishe kwako. Kuyafanya yote ndio kumwamini mwana, hata usipotee bali uwe na uzima wa milele. Mungu akusaidie. Ondoka na majina hayo ya vyeo mnavyopewa na wanadamu. Mimi ni askofu. Achana. Tena nimesema kwamba utumishi wa kumtumikia Mungu hatustafu. Tunatumika mpaka kufa. Mwanafunzi wa Yesu wa kiume, tumika kwa kuyafanya yote ambayo alikuwa anayafanya Petro. Huko kuyafanya yote hatustafu. Fanya yote mpaka kufa kwako. Achana na hayo majina. Wewe ni mwanafunzi wa Yesu wa Agano Jipya sawa na Petro. Unayafanya yote. Ole wako wewe mtu wa Mungu unayesema kwamba huyo mwanafunzi wa Yesu tusubisiwe Lwitiko Mtafa, akifa mimi sitahusika kumzika. Umepotea. Hujamwamini mwana. Umepotea. Huisikii sauti ya mwana wa Mungu Yesu anayosema, wapendeni adui zenu, waombeeni wanaowauzi. Hiyo sauti huisikii. Ni mfu na utatupwa jehanamu kama hutatubu na kuacha. Kama hutatubu na kuanza kuyafanya yote maneno yaliyoandikwa katika vitabu vya Agano Jipya. Tubu. Huu ni wakati wako wa kutubu. Kuanza kuyafanya yote maneno ya Yesu yaliyoandikwa katika vitabu vya Agano Jipya. Kuyafanya yote, kwani huko ndo kumwamini mwana hata usipotee bali uwe na uzima wa milele. Tubu uanze na moja. Unaposema kwamba nimeokoka, hujaokoka. Umeokolewa, umeondolewa uzima, ni mfu. Mwongo nisikie, hata kama we ni askofu. Ile siku uliyosema uongo ndo siku hukusema kweli. Ulisema uongo isivyoandikwa katika vitabu vya Agano Jipya. Hukusema kweli kama ilivyoandikwa. Uliongezewa mapigo hiyo siku. Uliondolewa sehemu yako katika mti wa uzima hiyo siku. Tangu siku ile uliyesema uongo, upo nje ya mji mtakatifu Yerusalemu mpya aliyeshuka kutoka juu mbinguni kwa Mungu. Watu wa Mungu, Mungu ana upendo kwa watu wake wote aliyejiumbia. Aliwaumba, hakusaidiwa kuwaumba watu wake chini ya jua, wa kike na wa kiume. Nisikie sana.
we nisikie. Kama nikwambie sasa, kama hutakuwa unayafanya yote aliyokuwa anayafanya Petro, siku ya hukumu watu wa Ninawi watasimama na kukuhukumu kuwa umekosa, kwa sababu wao walitubu kwa mahubiri ya Yona. Na hapa yupo aliye mkuu kuliko Yona, anayekitumia kinywa changu hiki. Mwanafunzi wa kike, kama huyafanyi yote aliyokuwa anayafanya Dorikasi, siku ya hukumu watu wa Ninawi watakuhukumu kuwa umekosa, kwa sababu wao walitubu kwa mahubiri ya Yona. Na hapa yupo aliye mkuu kuliko Yona, anayekitumia kinywa changu hiki. Tubu, achana na kuyafanya yasiyoandikwa, achana na kutoa fungu la 10 na malimbuko. Hayo hayajaandikwa katika vitabu vya Agano Jipya aliloifanya Yesu pale msalabani. Yesu ndiye aliyefanya Agano Jipya na kulifanya lile la kwanza kuwa kuku. Achana na kutoa fungu la 10, ninakwambia. Achana. Kama unatoa fungu la 10, Mungu amekuongezea mapigo kwa kutoa fungu la 10 lisiloandikwa katika vitabu vya Agano Jipya, kuanzia Mathayo hadi Ufunuo. Nakwambia, kama huwapi watu vitu, Mungu amekuondolea sehemu yako katika mti wa uzima na katika ule mji mtakatifu. Maana huisikii sauti ya mwana wa Mungu Yesu anayesema kwamba wapeni watu vitu. Kama huwapi watu vitu, huisikii sauti ya mwana wa Mungu. Ni mfu hapo ulipo. Mungu akusaidie. Wewe ni mtu wake. Alijiumbia, anapaswa kumtumikia yeye peke yake, kwa sababu umeujua utumishi wa kumtumikia Mungu kwamba ni kuyafanya yote maneno ya Yesu kuanzia Mathayo hadi Ufunuo. Nimefundisha Mungu kama kukitumia kinywa changu amekitumia. Nimewaambia kwamba amri za Yesu na amri za Musa hazichanganywi, kwani ni maagano mawili. Nimefundisha katika vipindi vyangu, nimesema usafiri ulioanzia Misri na kwenda Kanani na usafiri ulioanzia msalabani na kwenda mbinguni ni vitu viwili, ni usafiri tofauti. Usafiri haleluya. Mungu, nena kadiri unavyotaka. Nani akupinge? Nani akupinge Yesu? Huyu Mungu ana mapenzi kwetu, anatupenda wanadamu. Usafiri wetu sisi wa Agano Jipya ni kuyafanya yote maneno ya Yesu. Huu usafiri ndo Mungu alisema katika kinywa cha nabii Isaya kabla ya Yesu. Alisema, na hapa patakuwa na njia kuu, na njia nayo itakuwa njia ya utakatifu, ambayo wasio safi hawatapita juu yake, bali itakuwa kwa ajili ya watu hao wasafirio, wajapokuwa wajinga hawatapotea katika njia hiyo. Yesu ndo njia ya utakatifu. Unanisikia? Mtumishi wa Mungu wa kike na wa kiume, tumikia Mungu kwa kuyafanya yote maneno ya Yesu. Huo ndo usafiri wetu, kuyafanya yote maneno ya Yesu. Huo ndo usafiri wetu hata tufike mbinguni. Usafiri ulioanzia Misri hata kufika Kanani ni usafiri aitie. Mungu anawapenda. Mungu anawapenda sana. Asante kwa kuwa matakwa ya Mungu yameshatendeka. Ameshanena kadiri anavyotaka, asiye na mpinzani. Sasa niende kutaja namba yangu ya simu. 0753969199. Niende kumsa
namshukuru aliyeniumba, aliyetoa kibali na ruhusa aweze kukitumia kinywa changu kwa muda huu, maana ni mwenye mida. Haleluya! Ndiye aliyeniumba amekichagua kinywa changu kwa wakati wake, maana ni Mungu wa nyakati. Ewe mwanafunzi wa Yesu wa Agano Jipya, nisikilize, nipigie simu, maana mimi na wewe tu wanafunzi wa Yesu, tunapaswa kujifunza kwa Yesu aliyepo. Nipigie simu kwa namba hiyo ili tuendelee kujifunza tukiwa wanafunzi wake. Yesu wangu, haleluya. Yesu nakushukuru, asante muumba wangu, asante mchunga wangu, asante mlezi wangu, asante msaada wangu wa karibu wakati wote, wewe ambaye utaniacha, nami nafurahia kutoacha na wewe, kuendelea kuwa pamoja na wewe siku zangu zote zilizohesabika na wewe kwamba nitaziishi, maana zimehesabika na wewe Mungu uliyeniumba. Haleluya. Ninafurahi sana kwa siku ya leo. Ninasema asante. Hii siku Mungu, jana ilikuwa inaitwa kesho, lakini sasa umeifanya kuwa leo. Ninakushukuru wewe ambaye ulijua hii kesho yangu, kwamba haya ndiyo utakayoyafanya, kwamba haya ndiyo utakavyokitumia kinywa changu. Sasa nimwinue nani mwingine Mungu aliyehusika? Peke yako Mungu uliyeshika uhai wangu mkononi mwako. Haleluya. Ninakushukuru Mfalume, ninakushukuru Bwana Mungu wa vijiji na vichochoro. Wewe ndiwe uliyemuona Nathanaeli amesimama chini ya mti kabla ya kwenda kuambiwa na Filipo, ukasema tazama Mwisraeli kweli kweli na hana hila ndani yake. Yesu, Yesu, peke yako Mungu. Nafurahi kinywa changu kulitaja jina lako kuu. Ni machache Baba yangu, ni machache haya, ni machache. Katika jina lako Kristo aliye hai ninashukuru. Amen.